Mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Daniel Ama mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa kijiji cha Ayasanda, wilaya ya Babati mkoani Manyara, amefariki dunia baada ya kujinyonga. Mwili wa mwanaume huyo ulikutwa ukining'inia katika msitu wa Bereko Machi 15 mwaka 2026 baada ya kuripotiwa kupotea kwa takribani siku moja. Inadaiwa kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi uliosababisha ugomvi mkubwa kati yake na mke wake kabla ya kuchukua uamuzi huo. Nilipokea hizo taarifa kwa masikitiko makubwa kwamba mwenzetu amejinyonga na sababu kubwa ilikuwa ni huo ugomvi usioisha mara kwa mara. Ugomvi wa watu ni wa mara kwa mara. Mimi kama balozi hapa ni wa siku nyingi. Hawa jamaa tunawasuluhisha kila siku ni kufuatana na mke wake tu, mapenzi kila siku. Akimwona amekaa na mtu tayari ugomvi, akimwona amekaa karibu na mtu ni ugomvi, ni mapenzi. Ni mara kwa mara, hata majirani mimi kama mwenyekiti wa kitongoji nawaambia jamani, tatizo ni nini? Yaani kila siku ni ugomvi, sio leo imeanza paka polisi, paka imefika mpaka kituoni, paka mahakamani huko. Ugomvi haujaanza leo au jana, ni wa siku nyingi. Hao watu wanakuwa na kuruzana muda mwingi sana. Wivu wa mapenzi. Baada ya kuwasikia wote hao, Open Online Media imemtafuta mwanasaikolojia Muhibu Mtahu kutaka kujua kuhusiana na kisaikolojia ni nini kinasababisha mtu anafikia hatua ya kujitoa uhai. Kimsingi swala la kujitoa uhai ni swala la sonona, kwa maana ya depression, na tunapozungumzia sonona ni kwa maana mtu ameshahisi amekosa mbadala. Swala la kujiondoa uhai sio swala la usiku mmoja au sio swala la kukurupuka. Ni swala ambalo linaanza kama wazo, na wengine mara nyingi huwa hawazungumzi swala la kujiondoa uhai, lakini utaona tu kutakuwa kuna mabadiliko ya kitabia ambayo itakuwa inaashiria kitu kibaya. Kwa mfano utakuta mtu anajitenga sana, utakuta mtu amepunguza uwezo wa kuzalisha kwenye jamii, anakwepa mahusiano na watu wengine. Na swala lingine ambalo nataka kufahamu ni je, kwa nini mahusiano au matatizo ya kifamilia yanahusishwa sana kwa sasa na watu kujitoa uhai? Kimsingi mwanadamu miongoni mwa mahitaji yake makubwa sana ni mahusiano na watu wengine. Na tunaposema mtu ana afya njema, tunaangalia katika mazingira makubwa matatu, kwa maana ya jamii, kwa maana mahusiano na watu wengine, tunaangalia afya yake ya akili, tunaangalia afya yake ya mwili. Kushakuwa na mahusiano mabaya, kimsingi itaathiri hata afya yake ya akili na mwili. Huyo ni mwanasaikolojia Muhibu Mtahu kutoka taasisi ya Kisedeti hapa Dodoma, akizungumza na Open Online Media.